Ikiwa imesalia siku moja kuelekea siku ya kuchukua fomu za watiania wa kugombea nafasi zote, ukiondoa nafasi ya urais ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM, leo tarehe 1 ya mwezi wa 7 mwaka 2025 saa 4:35, hatimaye kishindo cha Godlove Jacob Mwakibete maarufu kwa jina la Chief Godlove kilionekana pale ambapo wazee maarufu kutoka nyumbani kwao Ipinda walipochagua kuibeba dhamana ya kumchukulia fomu kijana wao. Hakuna asiyejua juhudi za Chief Godlove katika kuhamasisha na kusaidia makundi na rika mbalimbali katika kujikomboa kimaisha, na sasa ameamua kulivaa rasmi joho la ukombozi wa wanakyela kwa kutia nia ya kugombea ubunge katika jimbo la Kyela. Na wanakyela wanasema wanamjua, wanamthamini, wanampenda, wanamwamini, wamemtuma na zaidi ya yote wanamuunga mkono. Ni mawiki, masiku, masaa, madakika na masekunde haya ndio yatatupa majibu sahihi ya kile ambacho kinataraji kutokea, ikiwa tayari Chief Godlove ampiga hatua ya kwanza katika kuchukua fomu hapa katika ofisi za Chama cha Mapinduzi wilayani Kyela CCM. Nikiripoti kutoka Kyela, mimi ni Isaya Edward Mbaya wa Ipinda Online TV. Kwa majina mimi naitwa Lawrence Moffat Mwanyiru. Mimi ni mzaliwa wa Ipinda, ni mzee wa wilaya hii. Nimekuja kwa niaba ya kumchukulia fomu kijana wetu, mtoto wetu Godlove Jacob Mwakibete. Kwa hiyo lengo na madhumuni tulijojia hapa ni kwamba baada ya kuona vijana ni kundi kubwa sana, mpaka hivi sasa alikuwa na mwakilishi. Kwa hiyo tumeona kwamba mwakilishi ambaye anafaa kama wazee wa Ipinda ni Jacob Mwakibete. Kwa hiyo tumeona hivyo, na hilo halina shaka kwamba yeye kwanza vijana wamekomboka kwa sababu watakapata mwakilishi ambaye ni mwalimu wa ujasiriamali kwa vijana, ili wababe vijana wafanye shughuli ambazo ni za kisasa, watoke katika kundi hilo lao. Ni lazima wapate elimu kwa huyu kijana ambaye anaitwa Godlove Mwakibete. Kwa hiyo tumekuja sisi kwa niaba yake na wazee wenzangu hapa. Kwa hiyo ndio uwakilishi wetu kabisa, tumeona tumchukulie huyo kijana. Na pengine mbona hajaja yeye? Wapo kutegemea kuona yeye na yeye hatakuja, alikuwa na dharura kidogo, lakini tumekuja kwa niaba sisi, tukaona kwamba tufanye hivyo, lakini baada ya kuchauriana ndio maana tumekuja kama uwakilishi. Yeye ana dharura kidogo, lakini atakuja. Labda pengine